Funika macho yako niombe. Mungu, ninakutukuza. Asante kwa uaminifu wako. Asante kwa siku hii ya pili ambayo umetupa katika semina hii. Nami ninaomba neema yako itufunike na upako wako uwe juu yetu, na neema yako Bwana inayofundisha iwe juu yangu saa hii ninapofundisha na kuachilia kile ambacho umekikusudia jioni ya leo. Asante kwa sisi tulioko hapa, na asante kwa ajili ya mamia na maelfu ya watu kutoka Tanzania na nje ya nchi ambao wanatusikiliza na kutufuatilia. Sema na mioyo yetu Bwana. Kwa njia ya imani hakuna umbali. Kama unavyotuhudumia sisi tulioko hapa, wahudumie na wao mahali walipo. Sifa na heshima ni za kwako, katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, wote tuseme amen. Tumekuwa na somo lenye kichwa kinachosema hata sasa haujamuita bado. Hata sasa haujamuita bado. Na tumetazama mambo mengi, na kwa ajili ya muda tulionao nisingependa kufanya marudio. Uniruhusu niende moja kwa moja kwenye kipengele cha leo, ili pale baadaye tupate nafasi ya kuomba. Kipengele cha jioni ya leo, andika usiruhusu mazingira ya pito lako. Usiruhusu mazingira ya pito lako au jaribu lako. Usiruhusu mazingira ya pito lako yashambulie imani yako. Usiruhusu mazingira ya pito lako yashambulie imani yako juu ya uhakika wa wewe kuvuka kwenye hilo pito. Usiruhusu mazingira ya pito lako yashambulie imani yako juu ya uhakika wa wewe kuvuka kwenye hilo pito. Usiruhusu au usikubali mazingira ya pito lako au mazingira ya jaribu lako yashambulie imani yako juu ya uhakika wa wewe kuvuka kwenye hilo pito. Kwenye mabano andika shambulio la imani. Kwenye mabano andika shambulio la imani. Kwenye mabano andika shambulio la imani. Andika kitabu cha Yeremia 33. Yeremia 33 ule mstari wa kwanza mpaka wa 3. Yeremia 33 mstari wa kwanza mpaka ule mstari wa 3. Tuanzie hapo tena ili tuweze kuendelea mbele na kile ambacho Mungu anataka tuangalie leo. Yeremia 33 na ule mstari wa kwanza mpaka wa 3 anasema, tena neno la Bwana likamjia Yeremia mara ya pili, hapo alipokuwa akali amefungwa katika uwanda wa walinzi, kusema, Bwana alitendaye jambo hili, Bwana aliumbaye ili alithibitishe, Bwana ndiyo jina lake, asema hivi, niite nami nitakuitikia, nami nitakuonyesha mambo makubwa magumu usiyoyajua. Tunapotazama kipengele hiki cha jioni ya leo, nataka nikuonyeshe kwamba
au nataka uone kwamba mpaka Mungu anamsemesha Yeremia, anamwambia niite, na ukishaniita na mimi nitakuitikia, na nikisha kuitikia nitakuonyesha kwamba hayo unayoyaona ni makubwa na hayo unayoyaona ni magumu. Ukiniita nitakuonyesha kwamba kwangu mimi Mungu hayo sio makubwa wala hayo sio magumu. Nachotaka nikuonyeshe, Mungu alimsemesha hivyo Yeremia kutokana na mazingira ya pito lake. Na jana nilikuonyesha kwamba Yeremia alikuwa ni nabii, na kwa sababu ya huduma aliyokuwa amebeba na kile alichotabiri ndicho kikamkasirisha yule mfalme Sedekia, na akamkamata, na alipomkamata akawa amemfunga kwenye gereza. Maandiko yanasema kwenye uwanda wa walinzi, na huo uwanda wa walinzi ulikuwa katika jumba la kifalme. Kwa hiyo nachotaka ni kuonyeshe hayo mazingira ya kifungo au mazingira ya pito alilokuwa analipitia Yeremia yalishambulia uhakika wa Yeremia kuvuka na kutoka kwenye hilo gereza au kutoka kwenye hicho kifungo. Hayo mazingira yalienda moja kwa moja kushambulia imani ya Yeremia, pamoja na kwamba alikuwa ni nabii, ni mtumishi, lakini hayo mazingira yalishambulia imani yake. Na baada ya imani kushambuliwa, akajikuta amepoteza uhakika wa yeye kuvuka kwenye pito alilonalo. Na ndiyo maana alifika mahali akaona hicho kifungo au jaribu la mahali anakupita, alifika mahali akaona ni kubwa, na alifika mahali akaona ni gumu, na alifika mahali akaona hapa hata iweje siwezi kuvuka. Nilipokuwa nasoma nikaona kilichoshambuliwa ilikuwa ni imani yake. Sema shambulio la imani. Sema kwa sauti kubwa, shambulio la imani. Ongeza sauti tena, sema shambulio la imani. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nataka tujifunze kwa kuangalia historia ya kitabu cha Luka. Andika Luka sura ya 8. Luka sura ya 8 na ule mstari wa 40 mpaka wa 56. Luka sura ya 8 mstari wa 40 mpaka ule mstari wa 56. Anasema hivi: basi Yesu aliporudi, mkutano ulimkaribisha kwa furaha, maana walikuwa wakimngojea wote. Na tazama, mtu mmoja akaja, jina lake Yairo, naye ni mtu mkuu wa sinagogi. Akaanguka miguuni pa Yesu, akamsihi aingie nyumbani kwake, kwa kuwa binti yake yu katika kufa, ambaye ni mwana pekee, umri wake amepata miaka 12. Na alipokuwa akienda, makutano walimzonga. Na mwanamke mmoja ambaye ametokwa na damu muda wa miaka 12, aliyekuwa amegharimiwa mali zake zote kwa kuwapa waganga asipate kuponywa na mtu yoyote, alikwenda nyuma yake, akagusa upindo wa vazi lake, na mara hiyo kutoka damu kwake kulikoma. Yesu akasema, ni nani aliyenigusa? Basi watu wote walipokana, Petro akamwambia, Bwana mkubwa, makutano haya wanakuzunguka na kukuzonga. Yesu akasema, mtu alinigusa, maana naona ya kuwa nguvu zimenitoka. Yule mwanamke alipoona ya kwamba hawezi kustirika, akaja akitetemeka,
akaanguka mbele yake, akamweleza mbele ya watu wote sababu yake ya kumgusa na jinsi alivyoponywa mara. Akamwambia, binti, imani yako imekuponya, enenda zako na amani, enenda zako na amani. Ule mstari wa 49 nitaomba tusome pamoja, wa 49 na wa 50, alafu mimi nitaendelea mistari mingine. Naomba tuweke pale ubaoni. Nikajua alikuwa ameweka. Luka sura ya 8. Okay, ngoja niendelee kusoma. Ule mstari wa 49 anasema hivi: alipokuwa akinena hayo, alikuja mtu kutoka nyumbani kwa yule mkuu wa sinagogi, akamwambia, binti yako amekwisha kufa, usimsumbue mwalimu. Emsema, binti yako amekwisha kufa. Sema kwa sauti kubwa, binti yako amekwisha kufa, usimsumbue mwalimu. Macho ubaoni tena, tusome mstari wa 49 pamoja kwa sauti kubwa, twende. Akamwambia, binti yako amekwisha kufa, usimsumbue mwalimu. Tazame jirani, mwambie usimsumbue teacher. Mwangalia kwa sauti, mwambie usimsumbue teacher. Biashara yako imesha kufa, kampuni yako imesha kufa, ndoa yako imesha kufa, mahusiano yako yamesha dedi. Mwambie usimsumbue mwalimu. Haleluya. Tuweke mstari unaofuata tena pale. Tumishi wa media, Bwana asifiwe. Okay, anasema, lakini Yesu aliposikia hayo alimjibu, usiwe na hofu, amini tu, naye ataponywa. Mstari wa 51. Alipofika nyumbani, hakuacha mtu kuingia pamoja naye ila Petro na Yohana na Yakobo na babaye yule mtoto na mamaye. Mstari wa 52. Na watu wote walikuwa wakilia na kumwombolezea, akasema, msilie, hakufa huyu, bali amelala usingizi tu. Mstari wa 53. Wakamcheka sana, maana walijua ya kuwa amekwisha kufa. 54. Akamshika mkono, akapaza sauti akisema, kijana, inuka. 55. Roho yake ikamrejea, naye mara hiyo akasimama, akaamuru apewe chakula. 56. Kwa sauti twende. Wazazi wake wakastaajabu sana, lakini akawakataza wasimwambie mtu lililotukia. Sema amen. Sasa naomba unisikilize, kuna mambo machache ambayo nataka tujifunze, alafu tupate nafasi ya kuomba. Stori ambayo tumesoma ni stori ya ndugu mmoja ambaye anaitwa Yairo, na maandiko yanasema alikuwa ni mkuu wa sinagogi. Na huyu baba anayeitwa Yairo alipita kwenye jaribu la binti yake kuugua, na binti akaumwa kwa muda mrefu sana mpaka akafika kwenye hali ya kufa. Na siku moja huyu mzee Yairo akasikia kwamba Yesu yuko mjini, naye akasema nitaenda. Na kwa hali ya binti aliyokuwa nayo hakuweza kumbeba, ila alisema, kwa sababu mimi ni mkuu wa sinagogi, nitaenda kuzungumza na Yesu, na nikifika kuongea naye nitamuomba neno moja, kwamba twende pamoja naye mpaka nyumbani ili akamwombee binti yangu.
na aliamini kabisa kwamba kama Yesu atakubali waende naye mpaka nyumbani kwake, aende akamwombee binti yake, aliamini kabisa kwamba binti yake atapona. Kwa hiyo hilo akaenda kwenye mkutano. Maandiko yanasema alipofika tu kwenye ule mkutano, umati ulikuwa ni mkubwa sana, na kila mtu aliyekuwa kwenye ule mkutano alikuwa na issue yake anayotamani Yesu aingilie kati. Akiwa kwenye ule mkutano, yuko kwenye foleni, ameshapenya ile anakaribia kumuona Yesu ili azungumze naye. Biblia inatupa tena kisa cha pili. Kwenye kisa kimoja wanatupa tena kisa kingine. Wanasema akaja tena mwanamke ambaye alikuwa anatokwa na damu muda wa miaka 12. Yule mama yeye alipofika pale, yeye hakutaka kuongea na Yesu wala hakutaka kuongea na wahudumu. Yeye alipenya, akafanikiwa kugusa upindo wa vazi lake. Maandiko yanasema saa hiyo hiyo msiba wa yule mama ukakoma, akapokea uponyaji. Na Yesu akauliza, jamani, nani amenigusa? Petro akasema, mkuu, kwani na wewe unachanganyikiwaga? Unaona umati wa watu jinsi ulivyo, alafu unauliza tena eti nani amekugusa? Kwa umati huu kuguswa mbona ni issue ya kawaida. Yesu anamwambia Petro, wewe hujajua anachosema. Mguso na usema sio huo wa kuzongazonga. Kuna mtu amenigusa kwa imani, kwa sababu nguvu zimenitoka. Na yule mama akaanza kuogopa, lakini akalazimika kusema, Yesu, ni mimi ndio niliyekugusa. Nimekugusa kwa sababu nilikuwa natokwa na damu muda wa miaka 12. Lakini mkuu, nilipogusa tu pindo la vazi, ghafla msiba wangu umepona. Ninaamini Petro angekuwa kule kwetu Dar es Salaam mahali fulani hivi, angesema, Aposto, kuna muujiza hapa. Nini kimetokea? Alikuwa anatokwa na damu miaka 12. Aposto alivyokanyaga tu kwenye hivi viwanja. Haleluya. Punga mkono wako namna. Kwa hiyo Yesu akasema, no, kuna mtu amenigusa. Yule mama akasema, ni mimi. Baadaye Yesu akamwambia, binti yangu, imani yako imekuponya. Sasa amemaliza hii issue ya huyu mama, anataka sasa aanze kudili na issue ya Yairo ile anaenda tu kuonana na Yesu. Ghafla akaja mtu kutoka nyumbani kwake, akamgusa kwenye bega. Mkuu, na kuomba kidogo pembeni tuongee. Hakuna nini bwana, uone niko kwenye foleni na nimekaribia kuongea na Yesu, hebu niache. Anamwambia, mkuu, samahani na kuomba, njoo pembeni tuongee. Akamnong'oneza, akamwambia, mkuu, usimsumbue tena mwalimu, binti yako amekwisha kufa. Kwa hiyo waache wengine ambao issue zao hazijawa critical waendelee kuongea na Yesu awasaidie, lakini wewe usimsumbue tena mwalimu, binti yako amekwisha kufa. Wengi huwa tunasoma hii story na huwa tunaisoma kawaida. Nataka nikuulize swali. Hata kama ungekuwa wewe, kwa mfano labda mchungaji ametangaza labda session ya one on one, ile session ya kuonana na mtu mmoja mmoja, counseling na maombi. Alafu na wewe kuna mgonjwa uko naye nyumbani, na imani inakutuma kwamba kama nitafanikiwa kuonana na mchungaji na nikamweleza, akiniombea ninaamini mgonjwa atapona. Kwa unaenda pale kwenye ofisi ya mchungaji, labda unakuta kuna foleni kubwa. Kwa umekaa kwenye foleni, unasogea ile umefika karibu kabisa na kuingia kwenye ofisi ya mchungaji. Yani kuna mtu tu mmoja akitoka, wewe unaingia.
Alafu kiwa kwenye foleni, kuna mtu anakuletea taarifa kwamba alo, mgonjwa wako ameshakufa, kwa hiyo twende tu nyumbani tukaandae taratibu za mazishi ili tufanye mpango wa kumpumzisha huyu mgonjwa. Swali linalokuja, bado utakuwa na imani ya kuonana na mchungaji au utaondoka nyumbani? Naomba unijibu kama mmenielewa nilichouliza. I don't know kama mmenielewa nilichouliza. Okay, ngoja nirudie tena. Mzee Mali bado anatafakari sana. Haleluya. Ngoja nirudie tena hivi, kwamba una issue ambayo imefika shingoni, kwa sababu maandiko yanasema yule binti wa Yairo alikuwa katika hali ya kufa, lakini Yairo akawa na imani kwamba kama nitafanikiwa kuonana na Yesu, nikaongea naye, nikamshawishi akakubali twende naye nyumbani, binti yangu atapona. Alafu umepanga foleni, bado tu mtu mmoja atoke, alafu wewe uende ukaonane na Yesu, unaletewa taarifa kwamba ile issue unayoiombea, yule mtu, yule mgonjwa uliyekuwa unamwombea, kama amelazwa hapo Bugando, is it Bugando? Kama amelazwa Bugando, uko kwenye foleni ya kwenda kuonana na mtumishi kwa ajili ya maombi, unapigiwa simu kwamba we are very sorry, tayari mgonjwa yule hatunaye tena. Swali linalokuja, utakuwa na imani ya kwenda tena kuonana na mtumishi au utaanza kulia na kuondoka kuanza taratibu za mazishi? Utalia na kuondoka, si ndio? Eti mama, wewe utaenda kuonana na Yesu? Mama yeye anasema mimi na imani, ngoja tumsikie hapa. Utaenda kuonana na Yesu mama? Ndio mtumishi, taenda kuonana naye, mweleze lilotokea. Mpigieni makofi. Ila sina uhakika na alichosema, ila tuamini alichosema, ila mimi sina uhakika na alichosema. Haleluya. Ngoja tumsikilize mzee wangu hapa, mzee Mari. Eti baba, bado imani ya kuonana na Yesu itakuwepo au utaenda kuandaa taratibu za mazishi? Kweli mimi ningekuwa kama yule Gariko, hata yeye alishindwa kuamua. Aliyemsaidia ni Yesu, alimwambia uwe na imani, kwa sababu hata Gariko alikata tamaa, hakuna haja kwenda kumuona Yesu. Kama Yesu akumwambia usikate tamaa, Gariko alikuwa anaondoka. Pigeni makofi mzee wangu. Mtazame jirani, mwambie usimsumbue mwalimu. Mwangalie na mwingine tena, mwambie usimsumbue teacher. Alafu sema tena, shambulio la imani. Sasa nataka tuangalie hii story kwa kuangalia mambo matatu, alafu tupate nafasi ya kuomba. Jambo la kwanza, andika kuna viwango vya jaribu. Kuna viwango vya jaribu. Kuna viwango vya jaribu lako likifika. Kuna viwango vya jaribu lako vikifika au likifika. Kuna viwango vya jaribu lako likifika, adui anatumia mazingira ya hilo jaribu kushambulia imani yako ili uache kuomba. Kuna viwango vya jaribu lako likifika, adui atatumia mazingira ya hilo jaribu kushambulia imani yako ili uache kuomba. Kuna mazingira ya jaribu ukifika, au kuna mazingira jaribu lako likifika, adui atatumia mazingira ya hilo jaribu kukufanya uache kuomba. Kuna viwango vya jaribu, utakuwa na nguvu za kuomba na utaamka usiku na kuomba na utatafuta watumishi wa kuombea. Lakini kuna viwango jaribu lako likifika,
adui atatumia hayo mazingira kuishambulia imani yako na kukuondolea uhakika wa wewe kuvuka kwenye hilo jaribu. Na moja ya kitu ambacho kitazaliwa kwenye moyo wako ni kuacha maombi. Na kuna watu wengi ambao wanasema mimi nina imani, lakini hajawahi kujifunza juu ya shambulio la imani ambalo linatokana na mazingira. Wapendwa, imani huwa inashambuliwa na adui huwa anatumia mazingira kushambulia imani ulionayo, na anachotafuta ni kukukatisha tamaa. Anatumia hayo mazingira kushambulia imani yako ili uone kwamba kwa mahali nilipofika, hata nikiomba napoteza muda, siwezi kupona, siwezi kuvuka, biashara yangu haiwezi kupona, kampuni yangu haiwezi kusogea. Na ukishafika level ya namna hiyo, adui ameshakushinda mahali pakubwa sana. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kwenye hii historia ya Yairo, andika jaribu la Yairo, andika kwenye daftari, jaribu la Yairo lilipita kwenye stage mbili. Jaribu la Yairo lilipita kwenye stage mbili. Jaribu la Yairo lilipita kwenye hatua mbili au stage mbili. Stage ya kwanza ya jaribu la Yairo, andika stage ya kwanza ya jaribu la Yairo, andika ni jaribu la binti yake kuwa mgonjwa. Ni jaribu la binti yake kuwa mgonjwa katika hali ya kufa. Stage ya kwanza ni jaribu la binti yake kuwa mgonjwa katika viwango au hali ya kufa. Stage ya kwanza ni stage ya binti yake kuwa mgonjwa katika hali ya kufa. Hapo chini andika kwenye hii stage ya kwanza, Yairo alikuwa na imani na alipata nguvu za kwenda kuomba. Kwenye hii stage ya kwanza, Yairo bado alikuwa na imani, alikuwa na uhakika, alikuwa na tumaini ya kwamba nikionana na Yesu mgonjwa wangu anapona. Na ndio maana alifunga safari. Maandiko yanasema imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo. Kwa sababu alikuwa na uhakika kwamba binti ambaye anaumwa, nina uhakika anaweza akapona kama nikipata msaada wa Yesu. Alichukua hatua ya imani ya kumwendea Yesu, kwa sababu aliamini kwamba pamoja na kwamba anaumwa, ni kweli yuko katika hali ya kufa, lakini kama nitawahi kuonana na Yesu mgonjwa wangu atapona. Kwa hiyo kwenye hii stage ya kwanza, Yairo bado alikuwa na imani, Yairo alikuwa bado na nguvu za kwenda kuomba, na ndio maana alichukua hatua ya kwenda kwenye maombi. Stage ya pili, andika stage ya pili ya jaribu la Yairo. Stage ya pili, andika ni jaribu la binti yake kupoteza maisha. Ni jaribu la binti Yairo kupoteza maisha, au binti yake kupoteza maisha. Ni stage ya jaribu la binti yake kupoteza maisha. Ni stage ya binti yake kupoteza maisha. Andika kwenye hii stage ya pili, adui alitumia mazingira ya hili jaribu kushambulia imani ya Yairo na kumwondolea uhakika wa binti yake kupona. Kwenye hii stage ya pili, adui aliyatumia haya mazingira. Adui alitumia haya mazingira kushambulia imani ya Yairo na kumwondolea uhakika ndani ya moyo wake wa binti yake kupona. Kwenye hii stage ya pili, adui alitumia mazingira ya hili jaribu kushambulia imani ya Yairo, ile imani iliyomwambia ukienda kuonana na Yesu binti yako atapona. Kwa hiyo adui akateka advantage, akatumia mazingira ya jaribu la binti yake kwamba ameshakufa,
na adui akamtumia yule aliyempelekea taarifa ya kwamba mwambie kabisa asimsumbue mwalimu. Na yule ndugu akawa mwaminifu, akamwambia mkuu, usiendelee kumsumbua mwalimu, binti yako amekwisha kufa. Sasa ili ujue kwamba imani yake ilishambuliwa, nataka tusome tena hii Luka 8 mstari wa 49 mpaka wa 50 ili uone kitu kilichotokea baada ya hii stage ya pili. Mtumishi wa Mungu, tuwekee Luka 8 mstari wa 49 mpaka wa 50. Tuwekee haraka Luka 8:49 mpaka 50. Wote macho ubaoni, tusome kwa sauti kubwa, twende. Hata kama umeshakata tamaa, toa sauti yako, twende. Alipokuwa akinena hayo, alikuja mtu kutoka nyumbani kwa yule mkuu wa sinagogi, akamwambia, binti yako amekwisha kufa, usimsumbue. Angalia mstari wa 50, nini kilitokea kwa Yairo? Twende kwa sauti. Lakini Yesu aliposikia hayo, alimjibu, usiwe na hofu, amini tu, naye atafanyaje? Tazame jirani uliyekaa naye, mwambie usiwe na hofu. Tazame kabisa kwa sauti, mwambie usiwe na hofu juu ya biashara yako. Mwambie usiwe na hofu juu ya kazi yako. Mwambie usiwe na hofu juu ya uchumi wako. Mwambie usiwe na hofu juu ya kibali chako. Bwana anakurudishia tena kwa jina la Yesu. Wangapi wanasema amina hapa? Gonga na jirani, mwambie Mungu anakurudishia tena. Gonga naye, mwambie Mungu anakurudishia kibali tena. Mwambie Mungu anaisimamisha biashara yako tena. Mwambie Mungu anasimamisha kampuni yako tena. Alafu mwambie kwa sauti, amini tu, usiwe na hofu. Haleluya. Macho ubaoni, niangalie mimi, niangalie mimi. Nataka ufahamu, mtu wa Mungu, watu wengi sana tunapenda kujifunza madude makubwa makubwa, kujifunza kunena kwa lugha masaa 20, kujifunza namna ya kuhamisha milima, unajifunza namna ya kufanikiwa kwa siku 21. Alafu tunasahau kujifunza juu ya kakipengele kanakoitwa nini? Hofu. Sema hofu. Sema fear. Sema tena hofu. Na hofu ni silaha kubwa ambayo adui anaitumia kwenye kushambulia imani ya mtu. Na kuna mtu unanisikiliza huko hapa, ungeweza kufanya vitu vikubwa sana kwenye maisha yako, lakini adui amekushambulia kwa sababu ya hofu. Adui amekushambulia kwa silaha ambayo inaitwa hofu. Na hata vitu ambavyo ungeweza kufanya, adui ameweka hofu ndani yako. Hata mahali ambako ungeweza kufika, adui ametumia silaha ya hofu. Hata vitu ambavyo ungeweza kufanya, maroho ya familia na mizimu ya ukoo imetumia silaha inayoitwa hofu. Na hii silaha pia ya hofu ndiyo iliyoingia kwa nabii Yeremia. Alipoangalia yale mazingira ya mahali anakopita, hofu iliingia, na akaamini kabisa kwamba hapa hata iweje siwezi kutoka kwenye hichi kifungo. Na Mungu alipokuja kumsaidia Yeremia, anamwambia Yeremia, wewe umeingiwa tu na hofu. Laiti kama ungeniita, ningekuonyesha ya kwamba kwa Mungu hakuna neno lisilowezekana. Kwa Bwana hakuna jambo lisilowezekana. Kwa hiyo mtu wa Mungu, tunajifunza madude makubwa sana. Tukishatoka kujifunza, mizimu ya ukoo inakuinulia watu kwamba nendeni mkamwambie haiwezekani.
Nakumbuka wakati nimeanza kuhubiri, siku ya kwanza kabisa nimesimama madhabahuni, sitasahau. Na ilikuwa ni kipindi cha fellowship, na nilimuomba mwenyekiti wa fellowship kama miezi miwili anipe kipindi cha kuhubiri kwenye fellowship. Akaniambia jiandae, akanipa miezi mingapi? Miwili. Nikajiandaa miezi miwili. Mahubiri nilihubiri dakika ngapi? 5, lakini nilijiandaa miezi miwili. Nimehubiri dakika 5, nimetoka jasho. Nimemaliza kuhubiri, yule mzee akaniita. Alikuwa mzee wa makamu kama mzee wangu hapa. Akaniita, kijana wangu njoo, nimekusikiliza tokea unaanza mpaka unamaliza, sijakuelewa. Tafuta kazi nyingine ya kufanyaje, ya kufanya. Mwe kufikiri mzee kama huyu akwambia sijakuelewa, kesho vya kuhubiri tena huwezi kuomba nafasi, hata ukipewa husimami tena. Kwa kuanzia hapo hata fellowship niliacha na utumishi nikaacha. Vya kuhubiri niliacha, nikaanza kuingia kwenye praise and worship. Nikaachana kabisa na kuhubiri. Kwa nini? Roho ya hofu. Siku moja tukaenda mahali kuimba, na huyo mhubiri aliyekuwa amealikwa hakuja, akapata dharura. Kwa pale wakasema, jamani, nani anaweza akaokoa jahazi ili ahubiri? Moyoni roho inasema, hebu nyosha kidole wewe. Roho nyingine inanikumbusha maneno la yule mfanyakazi wa kwaya hilo ya kwamba usimsumbue mwalimu, mtoto ameshafanyaje. Lakini kuna nguvu ndani yangu ilinisukuma, nikajikuta nimenyosha kidole, wakapiga makofi. Haleluya. Alafu sasa mhubiri mstari alionao ni Zaburi ya 23. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Haleluya. Kwa nikasimama pale nikafungua Zaburi ya 20 ngapi? Alafu haleluya zikawa nyingi. Haleluya, haleluya, haleluya. Watu wanasubiri ufunuo. Mtumishi amekazana haleluya. Punga mkono wako namna hii. Haleluya, watu wa Mwanza. Lakini nilihubiri siku ile, nilipiga kama dakika 20 hivi. Sasa kilichonitia moyo, kuna mzee mmoja alikuwa na cheo chake fulani hivi, alikuwa amekaa mbele kama mzee wangu hapo. Kila anachohubiri yule mzee yuko, yani mpaka kichwa siku hiyo kidogo kivunjike, mpaka shingo yuko. Nikasema kumbe mzee ananielewa. Ikanitia moyo sana ya kuendelea mbele. Ningempigia Yesu makofi na vigelegele. Tukaingia kwenye maombi, nguvu za Mungu zilishuka na kuna watu wakafunguliwa pale. Tulipomaliza, mama mmoja akanifuata akaniambia, mwanangu, nilikuwa nasumbuliwa na maumivu ya tumbo miezi kama 3, lakini kwenye maombi uliyoomba leo, baada ya maombi nimesikia uponyaji hapa, najisikia kufunguliwa. Ngemshangilia Yesu kwa makofi mazuri. Sasa sema wacha we Bwana. Akaingia kwenye pochi, akachukua 10,000 ya kwanza, ya pili, ya 3, ya 4, ya 5, ya 6, ya 7, ya 8, ya 9, ya 10. Akasema sadaka yangu hii hapa. Nikasema ni mimi au ni mwingine? Haleluya. Si kama mnanielewa. Tulipotoka pale, nikaanza kuhudhuria fellowship kwa nguvu. Nikaanza kuwa na kihelehele fellowship cha kuongoza maombi. Na Mungu si athumani. Siku hiyo pia yule mwenyekiti aliniambia sijui kuhubiri, akaandaa mhubiri, hakuja, na mwenyekiti akachelewa. Akanikuta mhubiri niliyetiwa moyo, nimesimama madhabahuni. Punga mkono wako namna hii. Haleluya. Sasa sema zamu hii kwenye notebook yangu
Watu tunatoka mbali, mtu wa Mungu. Nilikuwa nimeandika somo la Mwalimu Mwakasege juu ya ardhi. Nakumbuka lile somo la ardhi Kwa nilikuwa nasikiliza nukta mpaka akisema shh, na mimi naandika shh. Akisema haleluya, na mimi naandika haleluya. Kwa kweli siku hiyo nikachomoa hiyo notebook, hilo somo lilikuwemo. Kwa na mimi nikasimama pale. Jioni ya leo tutaenda kujifunza juu ya somo lenye kichwa kinachosema ukombozi wa ardhi. Haleluya. Alafu nikasema shh. Mwambie jirani, watu wanatoka mbali eti. Sasa mwenyekiti alivyoingia anakuta watu wanashangilia, wanasema anaangalia huyu mhubiri ametoka wapi. Kuangalia ni yule aliyemwambia hujui kuhubiri. Sasa sema Mwenyekiti amekaa pale, nikaona ameweka yuko. Nikasema kumbe leo ananielewa. Sijakaa sawa, akaja kunitunza 10,000. Nikaongeza nikasema haleluya. Na mguu nikafanya haleluya. Pigie Yesu makofi mazuri. Tazame jirani, mwambie usimsumbue mwalimu. Tazame tena, mwambie usimsumbue mwalimu. Hebu sema hofu. Sema kwa sauti kubwa hofu. My dear, kama nisingetiwa moyo kule na yule mama na nikapewa sadaka ya 100,000, yamkini hata leo nisingekuwa nimeendelea na utumishi. Na ndio nikaelewa kuna watu mna vitu vikubwa ndani yenu. Kuna mtu una mawazo ya billions of money. Kuna mtu unaweza ukafanya mambo makubwa, lakini mizimu ya kwenu imetumia mlango wa hofu na imekuinulia watu kila mahali ambao wanakuambia haiwezekani, ambao wanakuambia kwenye familia yetu hakuna aliyewahi kujenga, hakuna aliyewahi kuinuka, hakuna aliyewahi kufanikiwa. Leo ninasimama kama Yesu alivyomtia moyo Yairo, akamwambia usiogope, binti yako hajafa. Na mimi ninakuambia mama uliyeko hapa, ninakuambia dada uliyeko hapa, usiogope. Unaweza kumaliza ile nyumba, unaweza kupata ile visa, unaweza kupandishwa cheo, unaweza kuolewa na ukazaa, unaweza kuwa mtu mkubwa. Usiogope kwa jina la Yesu Kristo. Gonga na jirani yako, mwambie usiogope. Mwambie usiogope. Hata sasa haujaomba bado, hata sasa haujamuita bado. Na mimi ninakuombea unapoingia 2026, roho ya hofu isiwe kwenye maisha yako. Unaweza kushinda bila shaka. Gonga na watu wawili, waambie unaweza kushinda bila shaka. Unaweza kufanya mambo makubwa bila shaka. Unaweza kubadilisha historia ya familia yako bila shaka. Na mimi ninakuombea, ni wewe utakayebadilisha historia ya familia yako. Ni wewe utakayeleta mabadiliko ya ukoo wako. Wako wapi wanaosema amina hapa? Wako wapi wanaosema amina? Na 2026 utaendelea mbele kwa nguvu. Nasema utaendelea mbele kwa nguvu. Kwenye maono yako utaendelea mbele kwa nguvu. Kwenye biashara yako utaendelea mbele kwa nguvu. Kwenye ile project utaendelea mbele kwa nguvu. Wangapi wanasema amina hapa? Pigie Bwana vigelegele. Inuka, gonga na watu wawili watatu, waambie tuonane mwakani majira kama haya. Tuonane mwakani majira kama haya. Waliokuambia unamsumbua mwalimu, waambie tuonane mwakani majira kama haya. Waliokuambia huwezi kumaliza ujenzi, waambie tuonane mwakani majira kama haya. Wangapi wanasema amina? Nasema pokea. Gonga na watu wawili, waambie tunaweza kushinda bila shaka. Tafuta watu wawili, gonga nao, mwambie tunaweza kushinda bila shaka. Tunaweza kushinda bila shaka.
Wako wapi wamama wanaoweza kushinda bila shaka? Wako wapi vijana wanaoweza kushinda bila shaka? Sema amina kama unanielewa. Wako wapi wenye maono ya biashara hapa wanaoweza kushinda bila shaka? Pigie Bwana vigelegele. Shetani ni muongo. Hiyo kansa haitakuua, huo ugonjwa hautakuua, hayo madeni hayatakuua, hiyo biashara haitakufa, watoto wako hawataferi, hawatakuwa mkia, watakuwa vichwa. Huo ugonjwa hautakuua. Wiki hii Bwana anakuponya na wewe utaendelea mbele kwa nguvu. Sema amina kama unanielewa. Nikisema 2026 sema nitaendelea mbele kwa nguvu. 2026 kwenye biashara, kwenye kampuni yako, kwenye maono yako. Wangapi wataendelea mbele kwa nguvu? Wangapi wataendelea mbele kwa nguvu? Adui alitaka kukudhoofisha, Bwana akutie nguvu tena. Jina la Bwana wa Yakobo likuinue tena. Wangapi wanasema amina? Haya. Mizimu ya ukoo ilijua unaacha biashara, na kuambia haachi mtu hapa, utaendelea mbele kwa nguvu. Sema amina kama unanielewa. Watu wa Mwanza mpigie Yesu makofi na vigelegele. Sema amen. Nikisema Imani Kanisa Kuu, sema tunaendelea mbele. Imani Kanisa Kuu. Sema mpaka wanaotuangalia YouTube waone. Haleluya, kwamba tuna jambo letu wiki hii. Imani Kanisa Kuu, Dayosisi ya Mwanza. Wangapi wataendelea mbele kwa nguvu? Gonga na watu watatu, waambie marufuku kukata tamaa, marufuku kukata tamaa. Gonga na watu watatu, watafute, mwambie marufuku kukata tamaa. Haya. Wewe ni mtu mkuu sana kama hautakata tamaa. Familia inakutegemea kama hautakata tamaa. Nchi inakutegemea kama hautakata tamaa. Taifa linakutegemea, kanisa linakutegemea kama hautakata. Sema nayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Wangapi wanaweza mambo yote hapa? Sema amina kama unanielewa. Unayaweza mambo yote. Nasema unayaweza mambo yote. Hata kama wazee wako waliishia njiani, wewe unayaweza mambo yote. Hata kama ndugu zako walishindwa, wewe unayaweza mambo yote. Hata kama wenzako waliferi, wewe na kizazi chako hamtaferi. Wangapi wanasema amina hapa? Ungempigia Bwana vigelegele. Pokea neema ya kuendelea kwa nguvu. Nasema pokea upako wa kuendelea kwa nguvu. Sema amen. Haleluya. Mwangalie jirani uliyekaa naye, mwambie jirani, mwambie kwa sauti jirani, mwambie shetani atakukatisha tamaa ukikaribia kwenye fursa yako. Mwambie shetani akukatisha tamaa unapoanza, anakukatisha tamaa unapokaribia. Mwambie kuanzia leo ninakuapisha kwa jina la Bwana. Watakata tamaa wengine, lakini sio mtu kama wewe. Mwambie sio mtu kama wewe. Alafu mwambie by the way, umekaribia kuongea na Yesu. Umekaribia. Haya. Umekaribia. Wangapi wanasema nimekaribia? Sema amina. Mzee Mali, I don't know kama watu wameona. Huyu mtu hakumletea taarifa wakati akiwa anaanza foleni. Alisubiri. Ya hilo amekaa kwenye foleni, anasogea. Ile amekaribia kumuona Yesu,
ndiyo taarifa inakuja, binti yako ameshakufa. Usimsumbue nani? Mwalimu. My dear, ukiona hofu inainuka ndani yako, hiyo ni ishara kwamba umekaribia kumuona Yesu. Kwa jina la Yesu umekaribia kuinuka kwa jina la Yesu. Wako wapo wanaonielewa hapa? Mwambie jirani, umekaribia sana, umekaribia sana, umekaribia sana. Gonga na watu watano, unawatia moyo. Mwambie umekaribia sana. Oh, baba mchungaji, tumekaribia sana. Mtumishi wa Bwana, tumekaribia sana. He, na Yesu anasema jioni ya leo, sema ogope, Kuna mtu hajasema sema sitaogopa tena. Pigie Yesu makofi na vigelegele. Sema ehe. Mizimu ya kwenu ikituma mtu wa kukatisha tamaa, mwambie biashara yangu haijafa, ndoa yangu, si ungesema kwa sauti, kampuni yangu, alafu nasema niende nikaiamshe. Jioni ya leo tunaamsha kibali chako kwa jina la Yesu. Jioni ya leo tunaamsha kibali chako tena. Unapoingia 2026 uende na kibali chako, uende na neema ya Bwana tena, uende na watu wapya kwa jina la Yesu, uende na mawazo mapya kwa jina la Yesu, uende na upako mpya kwa jina la Yesu, uende na fikra mpya kwa jina la Yesu. Nasema pokea watu wapya, pokea neema mpya. Wangapi wanasema amina hapa? Sema amen. Situingie kuomba jamani? Wangapi wanasikia kama kuviamsha vilivyolala? Nyosha mikono juu, nyosha mikono juu. Sema yes. Funika macho, inua mikono juu kabisa. Sema kwa sauti, sema yes. Yako mambo, sema kwa sauti, yako mambo kuanzia Januari mpaka Disemba nimepambana nayo, lakini yamekufa. Neno lako linasema uwe mwenye kukesha, ukayaimarishe mambo yaliyosalia yanayotaka kufa. Imeandikwa, yako matumaini ya mti hata ukikatwa unachipuka tena. Sema yes. Sema kwa sauti yes. Jioni ya leo, kila roho ya mauti iliyotumwa na maroho ya familia ili kuua maisha yangu, kibali changu na uchumi wangu, ili kuniogopesha, sema leo, roho ya mauti toka. Sema kwa sauti, toka, 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 toka. Sema toka, 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 toka kwa damu ya Yesu. Inua mikono juu, inua mikono juu, inua mikono juu. Ndio, yes, yes. Kuna watu ninaona hapa wamebeba vitu vikubwa na wanatakiwa wafike mbali, wanatakiwa wafanye mambo makubwa, wamebeba majibu ya familia, lakini naona kakifungo ka roho ya hofu kwa sababu ya mazingira unayopitia. Kuna watu leo Mungu anawafungua, na ukifunguliwa leo hautakuwa huyo uliye, utakuwa mtu mwingine kabisa. Nyosha mikono juu, sema yes. Sema kwa sauti yes. Kila kifungo cha nguvu za giza kwenye maisha yangu kilichoinuliwa na maroho ya familia ili kunikatisha tamaa, ili kuniogopesha, ili kunivunja moyo, sema leo toka. Sema kwa sauti, niachia. Ongeza sauti, sema achia, achia,
achia. Sema kamba za hasara toka. Sema kamba za madeni, sema achia. Kamba za magonjwa, sema niachia. Kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, sema niachie, niachie. Ongeza sauti, sema niachie, niachie, niachie. Haya, endelea, sema niachie, endelea, sema niachie. Hayo mazingira ya vifungo adui ameyaachilia ili kukuogopesha, ili kukujaza hofu. Oh, kemea hayo mazingira. Raba shanda raba saya raba korianda raba sika. Nione wanaomba, manisha omba riba saka. Shetani hata kujaza hofu kwa sababu ya hicho kifungo. Hicho kifungo Mungu anakiondoa leo, anakiondoa leo. Kemea manisha, ndio kemea manisha. Nione washindi wanaokemea, nione washindi wanaokemea. Kemea, sema toka, sema toka. Iwe ni kansa, iwe ni magonjwa, iwe ni madeni, iwe ni hasara, sema toka. Chochea manisha, chochea manisha. Ongeza, kuna mahali tunaelekea, kuna mahali tunasogea. Sema toka, sema toka. Ongeza, usimwangalie jirani yako. Sema toka, sema toka, toka. Kemea, kemea. Rama sanda rabaya landa rabasaya. Sijaona wanaomanisha, sijaona wanaomanisha. Usiombe kistaarabu, usiombe kistaarabu. Sema niachie, niachie. Endelea, sema niachie, sema niachie. Ndio, Yes, ndio, endelea, endelea. Hii ni vita, hii ni vita, hii ni vita. Na unapoomba unaachiliwa, na unapoomba unaachiliwa. Oh, shetani hawezi kukuachia kivyepesi mpaka umwambie akuachie, mpaka umwambie achie maisha yako. Orobo shanda rapakorianda. Ndio, endelea kuomba, endelea tukiomba, endelea tukiomba. Unapoomba upako unashuka juu yako, upako unashuka juu yako. Nguvu za Bwana zinashuka juu yako. Oh, na unatoka mahali ulipokwamishwa, na unatoka mahali ulipokwamishwa. Inawezekana ni roho ya hofu ambayo imekwamisha maisha yako. Ndio leo ikuachie, ndio leo ikuachie, ndio leo ikuachie, ndio leo ikuachie. Orobo shanda rapako, orobo shanda robo korianda, orobo shanda rapakorianda. Ndio, kuna watu wanafunguliwa, kuna watu wanaachiliwa. Endelea, endelea. Orobo shanda rapaka, orobo shanda ropokoria. nyosha mikono juu, nyosha mikono juu. Fungua macho kwanza, tusome huu mstari hapa. Tunaomba Mithali 6:31. Wote macho ubaoni, simama, soma kwa hasira. Twende. Lakini akipatikana atalipa mara 7. Atatoa mali yote ya nyumba yake. Soma kwa sauti kubwa kwa imani. Twende. Lakini akipatikana atalipa mara 7. Atatoa mali yote. Adui anaiba kibali chako, baraka yako, alafu anakufunga ili akujaze nini? Hofu. Lakini maandiko yanasema akipatikana analipa mara ngapi? Analipa mara ngapi? Kwa kuanzia aliyoiba kuanzia Januari mpaka Disemba, anatakiwa ayalipe mara 7 kwa jina la Yesu. Ili unapoingia mwaka mpya usiende na hofu, kwa sababu 2026 ninaona Mungu akikusaidia ukifanya mambo makubwa na mambo ya ajabu sana. Kwa hiyo akipatikana anatakiwa alipe mara ngapi? Nyosha mikono juu, simama. Usiombe kizembe, hii ni vita. Sema ee Yesu, sema kwa sauti ee Yesu. Wiki hii sema, majira haya ya mwisho wa mwaka ninasimama na neno lako. Yeyote yule aliyeiba afya yangu,
baraka yangu, uchumi wangu, kibali changu kuanzia Januari mpaka Disemba. Sema imeandikwa. Sema kwa sauti, imeandikwa. Ongeza sauti, sema imeandikwa. Akipatikana atalipa mara 7. Sema yeyote aliyeiba baraka yangu, afya yangu, kibali changu kwa njia ya uganga, kwa njia ya uchawi, sema rudisha. Sema kwa sauti, rudisha. Sema rudisha, 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 rudisha. Sema kwa sauti, rudisha. Endelea, endelea, sema rudisha. Endelea, endelea tu, endelea tu, endelea tu kuviamrisha, endelea tu kuviamrisha. Yawezekana wameiba wakaenda kufukia, leo vinarudishwa, leo vinarudishwa, leo vinarudishwa. Ndio, leo vinarudishwa. Endelea tu kuviamuru, endelea kumwambia rudisha. Sijaona wanaomba, sijaona wanaomba, rudisha, rudisha, wanaachia. Endelea tu kuomba, endelea tu kuomba. Unapoomba vinarudishwa, unapoomba vinarudishwa, unapoomba vinarudishwa, unapoomba vinarudishwa. Ndio, endelea tu kuomba, endelea kuomba. Baba shanda rapakotanda. Yawezekana kazi yako imeibiwa, yawezekana ndoa yako imeibiwa, yawezekana uchumi wako umeibiwa. Tumia hii nafasi, nyosha mikono, sema yes. Yeyote yule aliyeiba nyota yangu, sema leo ninaidai, achia. Sema rudisha, rudisha kwa damu ya Yesu. Sema kwa sauti, kwa damu ya Yesu. Nafsi yangu, sema njoo. Sema kwa sauti, njoo, 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 njoo. Haya, endelea, ita hiyo nafsi yako, ita nyota yako, ita nyota. Yes, endelea kuita, endelea kuita, endelea kuita, endelea kuita nafsi yako. Unapoita inarejea, unapoita nyota yako inarejea, unapoita inarejea. Ndio, unapoita inarejea, inarejea, inarejea. Ite tu, ite tu, ite tu. Unapoita inarejea kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuita. Ite nafsi yako, ite nyota yako, ite nyota yako ya biashara, ite nyota yako ya utumishi, ite nyota yako ya mafanikio. Ite, ite, irejee, 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 irejee kwa damu ya Yesu. Ndio, kwa damu ya Yesu. Ndio, unapoita inarejea, inarejea. Unapoita inarejea, 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 inarejea. Yes, inarejea. Haya, inua mikono juu, kila mtu. Umekaa, simama, simama, inua mikono juu, juu kabisa, funika macho. Yes, kuna watu hapa wana neema ya utajiri, lakini imekamatwa na wamejazwa roho ya hofu. Nawaita, nawaita. Wako wengi hawa wamebeba neema ya utajiri kwa ajili ya kusaidia familia zao, wamebebeshwa majibu ya familia. Haya, nawaita, nawaita. Naona wasichana wawili wana neema kubwa ya utajiri, lakini wamefungwa, wamekamatwa. Haya, wa kwanza huyo, get out. Yes, haya, mwachie, hatia. Ndio, haya, huyo ni tajiri, huyo ni tajiri. Mnamwachia leo, mnamwachia leo. Nyota yake mlikoifungia kwenye yale mashimo, kwenye yale magereza. Haya, namuita, toka, kimbia, njoo, kimbia, njoo,
kimbia njoo, tayari wanatoka. Haya, kimbia njoo, wanaachia. Ndio haya, wahudumu saidieni watu, ndio. Yes, ninaona msichana mwingine ana nyota ya ukuu, lakini naona mizimu ya familia inasema huyu tukimwachia atakuwa mtu mkubwa sana. Haya, leo mnamwachia huyo dada, anaachiliwa huyo wanamwachia. Ndio haya, tayari, piga kelele, achia. Ndio haya, piga kelele, mwachie. Ndio, get out. Wewe nimesema mwachia huyo dada, ni mtu mkuu sana, anatakiwa asaidie familia, amebebeshwa baraka ya familia, amebebeshwa majibu ya familia. Haya, piga kelele, mwachia haraka, piga kelele, mwachia haraka, piga kelele, mwachia haraka. Haya, wako watu wengi wanaachiliwa, my God, nasikia Bwana akisema majira yao yamefika. Haya, malaika kamata walete, malaika walete, ndio. Haya, malaika walete. Haya, kuna msichana anaachiliwa. Ndio, yes, wamekamata mikono yake, na hiyo mikono naona imeandikiwa kushika utajiri, lakini imekamatwa. Get out. Nyosha mikono juu. Ndio. Kuna msichana naona amewekewa alama, na mwingine alichanjwa usiku kwa njia ya ndoto, alichanjwa kwa njia ya ndoto, na wakakamata kibali chake. Haya, yuko wapi huyo? Msaidieni yule pale. Ndio, yes, hizo alama za chale, yes, nazifuta kibali chake mlichoiba. Rudisha. Haya, piga kelele, rudisha kibali cha huyo dada, rudisha kibali cha huyo mama. Get out. Ndio, mata na mikono juu tunapomaliza. Yes. Mwingine naona nyayo za miguu. Ninaona kwenye ulimwengu wa roho walichota nyayo zako, wakaenda kukamata hatua zako, na ndio maana saa hizi unasikia maumivu ya miguu. Inua mikono juu. Huyo mtu saa hii wanaachia, saa hii wanakuachia. 1, 2, haya, piga kelele, achia miguu yake. Ndio, achia. Nyanyua mikono juu nikuombe. Funika tu macho nikuombe. Yes. Kandarabashata. Riba kandarabashende basa. Jiachilie tu kwa Bwana, funika macho. Nguvu za Mungu bado ziko hapa. Nguvu ya Mungu bado iko hapa. Ninaona kuna msichana Mungu amekupa kibali kikubwa, lakini ninaona roho za familia zikiinuka unapokutanishwa na mtu aliyebeba neema ya kukusaidia. Naona roho ya ugomvi ikiinuka katikati yako wewe na hao watu waliotumwa kukusaidia, na hujawahi kujua ni shida gani hiyo. Nyonyoa tu mikono juu. Huyo mtu anaachiliwa sasa hivi. Get out. Yes. Mwezi wa 12 ni mwezi wa kutoka kinabii, na ni mwezi ambao ni lango
tunamaliza mwaka mmoja na tunaingia kwenye mwaka mwingine. Kwa kinabii mwezi wa 12 ni lango la kutoka, na kama ni lango la kutoka, ninakuombea katika mwezi wa 12 Mungu akupe neema ya kupendelewa kama wana wa Israeli walipokuwa wanatoka Misri. Maandiko yanasema Bwana aliwajalia kupendelewa na wa Misri, na wakawapa fedha, wakawapa dhahabu, na wakawapa utajiri, na maandiko yanasema hawakutoka mikono mitupu. Na mimi ninakuombea mwezi wa 12 hautatoka mikono mitupu. Kwenye biashara yako hautatoka mikono mitupu. Kampuni yako haitatoka mikono mitupu. Kwenye ile ofisi hautatoka mikono mitupu. Na Mungu akupe neema ya kupendelewa. Na Mungu akupe neema ya kupendelewa. Na Mungu akupe neema, akuinulie watu watakaokupa vitu kama wana wa Israeli walivyopewa dhahabu, walivyopewa vitu, walivyopewa kila aina ya vitu vya thamani. Ndivyo itakavyokuwa kwako katika mwezi wa 12 kwa jina la Yesu. Hautavuka mwaka huu na machozi. Hautamaliza mwaka huu na kilio. Hautamaliza mwaka huu na madeni. Hautamaliza mwaka huu na magonjwa. Hautamaliza mwaka huu na hasara. Pokea neema ya kupendelewa. Pokea neema ya kufadhiliwa. Pokea neema ya omega ya kumaliza kwa ushindi. Na mimi nimetamka na kukutabiria neema ya kupendelewa iwe juu yako mwezi wa 12. Kila mahali utakapokanyaga uone kupokelewa, uone kusikilizwa, na uone kupendelewa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Acha Mungu akuonekanie Disemba hii kwenye mwezi huu ambao ni lango. Hautamaliza tena kwa hasara. Pokea baraka za Bwana katika jina la Yesu Kristo. Washindi wangesema amina kwa makofi mengi mengi na vigelegele. Shika sadaka yako. Shika sadaka yako nzuri. Shika sadaka yako nzuri. Amen. Shika sadaka yako tuombe. Bwana Yesu, tunakushukuru kwa ajili ya wema na fadhili zako nyingi. Asante kwa ajili ya huduma hii ambayo Bwana umetuhudumia jioni ya leo. Asante Bwana kwa kutuponya. Asante Bwana kwa kutufungua. Asante Bwana kwa kutufundisha. Asante Bwana kwa kutubariki. Asante Bwana kwa ajili ya uzima uliowachilia juu yetu tena leo. Baba, katika jina la Yesu, mikononi mwetu tumeshika sadaka. Tunakusihi Bwana uzibariki na nguvu na neema yako iambatane na sadaka hizi Bwana. Sadaka hizi kalete baraka katika kazi, biashara na njia zetu zote katika jina la Yesu ali hai. Vifungo vya adui viachie kazi yetu, na Bwana utukufu wako na umande wa mbingu ukazifunike kazi zetu katika jina la Yesu ali hai. Baba, inawabariki watumishi wako tunapotawanyika hapa Bwana. Tupe neema ya kufika salama nyumbani. Tupe neema ya kurejea tena kesho. Baba, endelea kumpaka mafuta mwalimu na kumpa ujumbe kwa ajili ya kanisa lako. Heshima na utukufu ni vyako katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Amen. Bwana Mungu akubariki na kukulinda. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na kufadhili. Bwana Mungu akuinulie uso wake na akupe amani katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Amen.